msingi ni wapongeze vijana wangu waliweza kufuata maelekezo, lakini ni game ambayo tungeweza kupata sio chini ya goli 2 mpaka 3. Kuna nafasi 2 za wazi ambazo wameweza kuzikosa, lakini wameweza kucheza kimajukumu na kutimiza yale majukumu yote. Kikubwa tumeshawaeleza kama raundi ya pili, kama tunataka tuwe kwenye ushindani hatutakiwi kupoteza. Kila mechi kwetu ni finali, mechi ya away au ya hapa. Baada ya mwanzo kuwa mbaya hafu na raundi ya kwanza, lakini sasa hivi kikosi kinajitambua, kinajielewa baada ya maingizo mapya. Kwa hiyo tutapambana mpaka mwisho kuhakikisha tunapata nafasi. Tukikosa 2 za kupanda moja kwa moja, basi tupate hata playoff. Kocha, tuambie mabadiliko ya kipindi cha pili, kuna namna fulani ilionekana kama timu inazidiwa. Pengine kiufundi unaweza kutuambia mabadiliko yale yalikuwa na athari gani? Kuna mabadiliko mawili yalifanyika si kiufundi, baada ya mchezaji wa kwanza kuweza kuumia ambaye ni Hosea, ikabidi tuweze kufanya mabadiliko, hatuna jinsi. Na kabla half time nani alikuwa keshaumia, Tariq Seif Kiakala, kwa hiyo ikabidi tuweze kufanya substitution ambazo hazina ufundi. Hizi 3 zilizobaki ndio tumeweza kuzifanya kiufundi kwa kupunguza striker, kuweka midfield, kwa sababu wao walikuwa wameshapungua. Hatuna budi na siku process na kuweza kuimaintain sehemu ya kiungo. Sasa mipango kwa kuelekea mchezo ujao. Mipango mechi ijayo na Transcamp ni mechi moja muhimu ya away, ni kuweza kushinda. Tutapambana kwa hali na mali kuweza kushinda, kuhakikisha tunafikia malengo ambayo tumejiwekea. Asante kocha. Haya, nashukuru sana. Mchezo ulikuwa